Amma baad, tulieleza fadla alizokuwa nazo Amirul Mu'minin Sayyiduna Ali ibn Abi Talib katika kikao kilichopita, na kikao chetu cha leo tutaelezea ukhalifa wake Sayyiduna Ali ibn Abi Talib. Ni vigumu sana kuueleza ukhalifa wa Sayyiduna Ali ibn Abi Talib kwa sababu ndani yake kulikuwa na ile fitna iliyopigiwa mfano kaannaha qit'atun min al-layl muzlima. Fitna yenyewe utadhani ni usiku wa kiza, fitna kubwa ambayo walithubutu waislamu wao kwa wao kusimamiana uso kwa uso na wakapigana wao kwa wao. Lakini kwa sababu tunataka tujue nubdhatan yasiratan an sirati al-islamiyya fala budda minha, tuzungumze kwa ufupi ukhalifa wa khalifatu rabi' Sayyidina Ali ibn Abi Talib ulikuwa vipi, na fitna hii ilianzaje, ili waislamu wapate ibra ndani yake, isitokee tena kwa waislamu kuvurugana wao kwa wao au waislamu kukosana wao kwa wao mpaka ikafika hadi ya kuuana baina yao. Kabla sijaueleza ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib, katika wiki iliyopita ilikuwa nieleze mambo mawili ambayo yalikuwemo katika fadailu Ali ibn Abi Talib, na kwa sababu wakati ulimalizika bila ya kueleza mambo mawili hayo, leo nitayaeleza, alafu baadaye nitaingia katika ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib na vipi alichaguliwa. Mmoja kati ya mawili yale tunasema bwana mtume katika vita vya Tabuk, ilikuwa ni mwaka wa 9 Hijria, na vilikuwa ni vita vizito sana kwa sababu kulikuwa na jua kali na ilikuwa maskini miongoni mwa watu wamezidi, na hasa waislamu, kwa sababu kulikuwa na jadba, ukame mkali. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam aliitisha walikuwa na uwezo walisaidia jeshi la Usra. Ndio vita vinaitwa Usra kwa sababu ya uzito uliokuwepo katika mwaka huu wa 9. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipigana vita hivi, na mwisho wa vita kulishuka suratu Tauba, na suratu Tauba ni miongoni mwa sura za mwisho kushuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Unajua kwamba mwaka wa 9 baada ya hapo mtume hakuishi isipokuwa miaka 2 au 1.5. Kwa hiyo suratu Tauba ilimshukia mtume ikiwa ni awakhiru suwar allati nazalat ala sayyidina Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Bwana mtume ilipokuwa inashuka suratu Tauba, alimtuma Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq kwa sababu ya hija. Ukisoma history utaona haju Abi Bakr as-Siddiq, hija aloifanya Abu Bakri kwa kutumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akachukua baadhi ya waislamu kwenda kufanya haji. Huku mtume akamtuma Abu Bakri kwenda kufanya haji, nyuma yake akamtuma Sayyiduna Ali akiwa amebeba ujumbe, na ujumbe wenyewe ni suratu Baraa, suratu Tauba, ili kwenda kuibalighisha kwa watu na makafiri wajulikane nini katiba yao kati ya waislamu na wao, watu waishi vipi na watu wasiokuwa waislamu. Kwa hiyo fadla ya muballighan ikamwangukia Sayyiduna Ali ibn Abi Talib. Abu Bakr kenda nyuma yake, anamwambia mtume Ali, nenda muballighan na sura hii. Sayyiduna Ali kaondoka nyuma ya jeshi, alipofika akaanza kunadi kwa sauti yake mpaka ikaanza kupotea sauti, kwa kuwa na pupa ya kubalighisha. La yatufanna bilbaiti, kusitufiwe katika nyumba ya Al-Kaaba kutoka leo uryanan, hali watu wako uchi, haramu kutokea leo. Wa alla yadkhula almasjid alharama mushrikun, na mshirikina yoyote hana ruksa kuanzia leo kuingia katika masjid alharam yoyote. Wala yadkhulu aljanna illa man kana mu'minan, na peponi haingii isipokuwa mu'min.
waman kana lahu dhimmatuhu inda rasulillah, na alikuwa na ahadi na mtume, basi mpaka muda ambao umewekwa ahadi ile ndio itamalizika. Katangaza mambo manne haya mpaka watu wote wakafahamu nini sheria za Waislamu na wasiokuwa Waislamu katika maisha yao ya kila siku. Ndo bara'atun min Allah. Hii ni baraa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ila nas, inakwenda kwa watu siku gani? Yaumul hajjil akbar. Kwa hiyo ikatangazwa na Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Kitendo cha pili alichopata fadhila Sayyidina Ali ibn Abi Talib ni bwana mtume kumtuma kwenda kumchukua mwanamke alikuwa kabeba barua kwa ajili ya watu wa Makka. Mtume alipotaka kuingia Makka katika ghazwatul Fath, alitaka kuingia bila ya vita, akakusanya jeshi. Akatokea mmoja katika sahaba wake anaitwa Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib alipoona mtume ataondoka kutoka Madina kwenda Makka na kule kuna moja katika jamaa zake, akaandika barua kuwatahadharisha watu wa Makka wakae chonjo kwa sababu Muhammad anakuja. Ikawa ni kitendo kibaya sana alichokifanya Hatib ibn Abi Balta'a, kuwajulisha makafiri wa Makka mikakati aliyokuwa kapanga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaandika barua ile akampa mwanamke yule aupeleke ujumbe ule kwa watu wa Makka wapate kutanabba kwamba Muhammadun fi tariqihim lighazwatihim, Muhammad yuko njiani anakuja kwa ajili ya kuwapiga watu wa Makka. Kwa hiyo kama hawajajiandaa au pengine wako katika hali gani, wawe katika aware, wawe wametanabba kwamba Muhammad anakuja na vita viko njiani. Mwanamke huyu kachukua barua akaelekea Makka, hakuna mtu anayejua. Baada muda mchache Sayyiduna Jibril akamshukia mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Muhammad, una habari gani? Akamwambia sina habari zozote. Akamwambia basi yuko mwanamke anakwenda Makka na ana barua mwanamke huyo kwa ajili ya watu wa Makka, na mwandishi wa barua ni mmoja katika wafuasi wako. Kwa hiyo siri uliokuwa unaipanga hapa itakwenda kujulikana kama mwanamke huyu hakukamatwa ikarudishwa barua ikasomwa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamnyanyua Ali ibn Abi Talib, akamwambia qum ya Ali, qum ya Miqdad ibn Amr, qum ya Zubair ibn al-Awwam. Akawainua watu watatu, akamwambia katika njia ya kwenda Makka yupo mwanamke huyo maaha risalatun ila ahli Makka, kabeba barua hiyo anaipeleka kwa watu wa Makka. Kwa hiyo simameni mkamkamate, muiregeshe barua ile isiende kwa watu wa Makka wakajua mikakati yetu tumepanga nini. Sayyidina Ali kasimama na Zubair na Miqdad wakamfuata mwanamke yule. Wakifika njiani kweli pale alipowaeleza mtume wakamkuta mwanamke fulani. Akamwambia hati kitabu, lete barua. Akasema wallahi ma indi kitab, mimi sina barua, na apa kwa Mwenyezi Mungu. Ali na Zubair wakatizamana, wafattashuha, wakamfanyia taftish, wakamsearch katika vitu alivyokuwa kabeba na hivi na hivi, hakupata kitu. Sayyidina Ali akamtizama Zubair, vipi? Mtume katuambia huyu ana barua na hatukukuta barua. Sasa tufanye nini na barua hatukuiona? Nasema wallahi ma kadhaba Rasulullah, na hapa mtume hajasema uongo. Kama kasema huyu mwanamke ana barua atakuwa nayo, lakini iko wapi? Akawaambia bwana, istakhrijil kitab au lanulqiyanna thiyab, tunakupa mambo mawili uchague, toa barua au tutakuvua nguo tukuache uchi. Yani walikuwa wanamtisha, lete barua au tutakuacha uchi. Mwanamke aliposikia vile akaitoa barua katika kichwa chake, kulikuwa manake nywele zake nyingi. Sasa ile barua akaitia katika nywele zake ikawa haionekani, akaitoa barua akampa Ali ibn Abi Talib. Sayyiduna Ali kaichukua barua wa dhahaba biha ila Rasulillah. Bwana mtume alipoifungua barua akaiona min Hatib ibn Abi Balta'a ila ahli Makkah.
Barua hii inatoka kwa Hatib ibn Abi Baltaa, inakwenda kwa watu wa Makkah. Anawaeleza kwamba Muhammadun fi tariqikum, Muhammad anakuja. Kwa hiyo jamani, andaeni mikakati ya kuokoka na adhabu adayekuja naye Muhammad. Mtume akamuita Hatib. Ma hadha ya Hatib, umefanya nini Hatib? Na Hatib ni mmoja katika watu walipigana vita vya Badr. Umar aliposikia kwamba Hatib kaandika barua kuwahofisha watu wa Makkah, akautoa upanga akisema, ya Rasulullah, murni an adriba unuqa fa innahu munafiq. Ya Rasulullah, nipe amri nimkate shingo yake, kisha kuwa mnafiki. Atawapaje habari hizi watu wa Makkah? Atatoaje siri za Uislamu kwa watu wa Makkah? Murni li adriba unuqa. Umar alikuwa hachelewi, akiona kwamba jambo linastahiki adhabu. Bwana Mtume akasema, la ya Umar, huyu usimuue. La'alla Allah tala ala ahli Badrin faqala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Kwanza huyu ana fadhila kubwa, huenda Mwenyezi Mungu kawatizama kwa jicho lingine watu wa Badr, akawaambia fanyeni mnachopenda, mimi nimewasamehe. Pale pale Qur'ani ikashuka, ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda. Enyi mlioamini, angalia fadhila za watu wa Badr walizokuwa nazo. Hatib ibn Abi Baltaa akaandika barua, kwa kuwa kuna watu wake kule anataka waokoke na mapigo ya Muhammad. Pamoja na kuandika kwake barua, bado Mungu anamsifu. Kwa nini? Alama ya iman. Anasema, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini. Aya hii inamhusu yeye Hatib ibn Abi Baltaa, na inawahusu Waislamu wengine watakaoiga vitendo vyake. Sasa anahofishwa Hatib, anambia, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliyaa, msiwafanye maadui zangu mimi Mwenyezi Mungu na maadui zenu nyinyi Waislamu awliyaa, kwamba ndo marafiki zenu. Muislamu atakikani kumfanya kafiri au mushriki ni rafiki. Kama ulimwengu wa leo, makafiri ndo marafiki wakubwa wa Waislamu, ndo waita hasa, njoni bwana tukae na sisi. Hawa Waislamu wenzetu hatuwaamini sisi tunataka kuwa pamoja na nyie ndo marafiki zetu zaidi. Sasa Mungu huko anakataza, hawa huko anaamrisha, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquna ilayhim bil mawadda. Tena uadui, wali, urafiki wa mapenzi kabisa kati yenu na kati yao. Hawa wamekufuru kwa yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wamekutoeni nyinyi katika nyumba ya iman, wamekutoeni katika ardhi yenu mkahama kwa ajili ya. Kwa hiyo msiwafanye ndo vipenzi vyenu. Akaitwa Hatib, ma alladhi hamalaka ala hadha, kitu gani kilichokufanya ufanye haya ewe Hatib? Kaambia, Rasulullah, wallahi lam yakhruj al-iman min qalbi walakin fi ahli Makkah, kule kwa watu wa Makkah ya Rasulullah, ashabi, ishrati, jamaati, kuna watu wangu kule ya Rasulullah. Sio kwamba nimekiuka mimi Uislamu nikartadi au ninawapenda sana makafiri, lakini ule ujamaa na damu ya watu wangu ilikuwa kule imechemka kidogo, nikaona nitafute njia angalau na wao wapate habari, wapate kuokoka na hali hii. Bwana Mtume akamwambia, la ta'ud, usirudie tena mambo kama hayo. Unaona Mungu anavyozungumza, msiwafanye makafiri wa Mwenyezi Mungu maadui wa Mwenyezi Mungu, na maadui zenu ndo marafiki. Sayyidina Ali ibn Abi Talib ikawa fadhila yake kuikamata barua na kuipeleka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tuje katika ukhalifa wa Sayyidina Ali karramallahu wajha. Sayyidina Ali ibn Abi Talib alichukua ukhalifa katika mwaka 35. Ilikuwa tarehe 25 mwezi wa Dhulhijja mwaka 35 Hijria. Katika miladia ulikuwa mwaka wa 656. Yani kutokea kuuawa kwa Sayyiduna Uthman ibn Affan, ikabidi pale pale siku ya pili yake tu au siku muda mchache tu baada ya kuuawa kwake watu watafuti amiri mwingine. Kwa hiyo katika siku ya 25 mwezi wa Dhulhijja mwaka 35
Waislamu wakasimama wakamwendea Ali ibn Abi Talib baada tu ya kuuawa Uthman ibn Affan, wakamwambia ya Ali, laqad qutila hadha ar-rajul kama ra'ait. Kisha uawa Uthman na wewe umeshuhudia, kisha uawa Uthman na wewe umeshuhudia. Wala budda li hadhihi al-ummati amir, lazima apatikane kiongozi kwa umma huu, bila ya hivyo mambo yataharibika. Wala najidu ahaq, na hatumuoni sisi alikuwa na haki ya kuwa kiongozi baada ya hawa wote walikuwa viongozi, illa anta ya Ali. Masahaba wanamwambia hatukuona mwingine yoyote alikuwa anastahili kuwa kiongozi isipokuwa wewe. Kwa nini tumekuona wewe ndio unastahili? Anasema ma raaina aqraba min rasulillahi siwak, sisi kwanza hatukumuona alikuwa karibu zaidi na mtume isipokuwa wewe. Mtume alimkusanya Ali, akamkusanya Fatima na Hasan na Hussein, akasema Allahumma haulai ahli baiti, hawa ndo watu wa nyumbani kwangu, liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-baiti wa yutahhirakum tathira, hawa ndo watu ahli baiti. Kwa hiyo liqarabatika min rasulillah, kwanza wewe ni mtu aliyekuwa karibu zaidi na mtume kuliko mtu yoyote. Fa anta ahqqu bil khilafa, wewe una haki ya kuwa kiongozi. Kisha kwa sababu ya sabiqatika ila al-islam, wewe ungekuwa mtu wa mwanzo kuingia katika Uislamu, una haki ya kuwa kiongozi kuliko mtu yoyote mwingine. Kwa hiyo tumekuja, lengo letu isiwe tunakwenda bila ya kuwa na kiongozi. Fa anta amiruna ya Ali, kubali uwe kiongozi wetu. Ali akataraddad, akasema ana wazirun, mimi nitakuwa msaidizi tu, mimi msinibai katika wakati huu. Na ulikuwa wakati mgumu. Sayyiduna Abdullah ibn Abbas anasema ma buyi'a ahadun fi hadhihi al-awqat illa tuhima bidami Uthmana, yeyote atakayetawazwa kuwa kiongozi katika nyakati hizi atatuhumiwa kwamba ameshiriki katika kumuua Uthman, kwa sababu baada ya kuuawa yule tu anaonekana mwingine anatawazwa yeye kwamba fitna itaingia pale. Sasa Ali alikuja kufuatwa kuombwa awe kiongozi katika wakati mzito mno. Akamwambia jamani, mimi ninatosha kuwa kiongozi tu. Wale wakasema la wallahi lan natrukaka, hatukuachi mpaka tuwe wewe ndo kiongozi wetu. Ali ibn Abi Talib akamwambia basi kama mmetaka hivyo, twendeni katika msikiti, iwe tulifanye jambo hili wazi, alanan duna khufiyatin, kila mmoja aone kwamba mimi nimetawazwa kuwa khalifa. Tena isiwe kwa siri, iwe dhahir. Na tena waanze masahaba wakubwa katika kunivoti mimi. Kapelekwa msikitini Ali. Ibn Abbas akamwambia usiende msikitini. Ibn Abbas alikuwa anaona mbali, anasema haya mambo yataleta migogoro tu, haya mambo yataleta mazonge tu katika umri wa Waislamu. Mimi nahisi hapa ulipo watu waitwe wafanye bai'a, tuwe na kiongozi, kwa sababu Waislamu wanatakikana wakiwa katika kikundi chochote wachague kiongozi awe amiri pale. Sasa je, umma mzima huu hauna kiongozi, mambo yatakwenda vipi? Kwa hiyo watu waitane, ambaye Ali ibn Abi Talib huwa amiruna, mambo yamalizike pale na kila mmoja apeleke kwamba ana support bai'a ile. Ali akakataa, akasema lazima iwe msikitini. Kenda msikitini, ikawa watu yadhhabuna ilayhi wa yubayi'unahu, mmoja watu wanakwenda wanabai. Sasa kuna jambo zito ambalo wanalielezea wanachuoni wa history. Wanasema katika miongoni mwa watu ambao hawakuvoti ya Ali ni masahaba wawili wakubwa, Talha ibn Ubaidillah na Zubair ibn al-Awwam. Hawa ni masahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hawakupenda kumvoti Sayyidina Ali wakati ule, isipokuwa kwa kuchukia. Inasemekana kwamba waliitwa kwenda kuvoti, lakini panga ziko katika shingo zao. Ndio maana walipoulizwa kule, si nyinyi mlikubali kumvoti Ali? Wanasema ma qabilna wa ma bay'anahu illa wasuyufa ala riqabina, hatukumbai Ali sisi isipokuwa panga ziko juu ya shingo zetu. Ina maana bay'anahu karihan la ta'ian, tulimvoti Ali kwa kuchukia, sio kwa kupenda.
ikawa huu ni mwanzo wa mitihani mirefu ambayo waislamu waliingia ndani yake. Katika riwaya nyingine inaambiwa kwamba Talha na Zubairi walivoti, baadaye wakamuomba Ali kwenda kufanya umra katika Makka. Alhasil hapo kulikuwa kuna mambo yanayoonesha kwamba Talha na Zubair ambao ni masahaba wakubwa wa Mtume, ima hawakuvoti isipokuwa kwa kulazimishwa, au ima walivoti baadaye kukatokea matatizo katika voti yao. Waislamu walipoanza kuvoti mmoja mmoja, taban walitokea baadhi ya masahaba wakubwa ambao imtana'u anil bai'a, walijuzuia wakawa hakwenda kupiga kura, yani kwenda kumvoti Ali. Walikuwemo vile vile kabila au jamaa zake Sayyidina Uthman, wao wakaamua kuhama kabisa katika mji wa Madina, wakaenda zao Makka. Ikawa Makka Sayyida Aisha radhiyallahu ta'ala anha pia yuko kule Makka. Kabla ya kuuawa kwa Uthman kwa muda wa siku 20, Sayyida Aisha alikuwa Makka akifanya umra. Kwa hiyo jamaatu Uthman wote wakaondoka wakaenda Makka. Kisha kulikuwa na sahaba mmoja anaitwa Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, akavikusanya vidole vya Sayyida Naila, vile vidole vilivyokatwa Sayyida Naila mke wake Sayyidina Uthman, na akaichukua kanzu ya Sayyidina Uthman wa haraba biha ila ash-Sham. Akachukua vitu vile akaenda navyo Syria. Ile kanzu ikakabidhiwa kwa Muawiya, na vile vidole vile vile vikapelekwa Syria. Kwa hiyo Muawiya akaichukua kanzu ya Uthman akaivalisha mimbar ya Syria, yani ikavishwa kama vile mimbar inavyovishwa nguo, ikavishwa kanzu ya Uthman na damu zake, ile kanzu ambayo kauawa ndani yake. Kwa hiyo ilipovishwa ikawa watu wanaitishwa, wanaambia mnaona? Sasa kila mmoja akiona taban kanzu ya damu ya khalifa, manake ghadhabu inapanda. Sasa naambia lazima tuchukue kisasi kwa watu waliomuua khalifa. Kila wakiona watu wanazidi kuwa na ghadhabu, ikawa wamejengwa katika itikadi kwamba lazima watu wachukue thar, wachukue kisasi dhidi ya watu waliomuua Uthman ibn Affan kwa zulma. Na ikawa kile ni kichocheo kikubwa, ile kanzu na vile vidole vya Sayyida Naila. Watu wa Sham walikuwa wanataa kubwa kwa Muawiya kuliko katika amsari miji mingine, na Muawiya alikuwa siasa ya Sham ameidhibiti vilivyo, ikawa anaamrisha akisikilizwa, akituiwa. Kwa hiyo ilikuwa ni ngome kubwa, au ilikuwa kuna wafuasi wengi sana ambao walikuwa wamekubaliana na fikra ya Muawiya dhidi ya kuchukua kisasi kwa watu waliomuua Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kwa hiyo pale Madina ambayo ndio ilikuwa markaz, ilikuwa center, ndio ilikuwa makao makuu ya Uislamu baada ya kufa Mtume, kwa Abu Bakr pale Madina, Abu Bakr baadaye ya Umar pale Madina, Umar baadaye Uthman pale Madina, Sayyiduna Ali ilibidi ahame katika mji wa Madina, center ambayo ndio makao makuu ya Uislamu, ikabidi auondoe pale kama tutakavyoona mbele ya historia hii, kwa sababu ya mambo yalivyokuwa. Watu wa jamaa ya Uthman wakahama kwenda zao Makka, wengine Syria, wengine wakatapakaa katika sehemu mbalimbali ambao imtana'u an bai'ati Ali, walizizuia wakawa hawataki kumvoti Sayyiduna Ali ibn Abi Talib. Baada ya watu kumvoti Sayyidina Ali akatoa khutba yake mashhur ambayo alibainisha kwamba halali iko wazi na haramu iko wazi, na yeyote katika Waislamu anatakikana kuchukua halali aiache haram, na vile vile akawadhihirishia watu kwamba Muislamu mzuri ni yule ambaye kwamba salima almuslimuna min lisanihi wa yadi. Muislamu mzuri ni yule ambaye Waislamu wote watasalimika kutokamana na mdomo wake na mkono wake. Hii khutba inaonesha wazi kwamba Ali alikuwa keshaona mbali kwamba Waislamu watakorogana. Kwa hiyo akasema almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, ikawa moja katika maudhui ambayo kapanga yawe katika khutba yake baada ya ukhalifa. Khutba ilipomalizika tu,
Talha na Zubair na miongoni mwa masahaba wakubwa wakamuita Ali katika kikao maalum. Wakamwambia, ya Ali ibn Abi Talib, laqad qutila Uthman mazluman. Tumekuita hapa katika kikao tukueleze kwamba Uthman kauawa madhluman, kadhulumiwa, na wewe unajua. Na watu waliomuua Uthmani wapo hapa. Kwa hiyo tukiacha kuchukua kisasi dhidi ya watu waliomuua Uthman, itakuwa ni kuacha kuitekeleza Qur'anul Karim, kwa sababu Qur'ani inasema walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Tumepewa nafasi ya kuchukua kisasi kwa wale watu ambao watafanyia uadui wenzi wao. Kwa hiyo tarakan lithari tarakan lilquran, kuacha kuchukua kisasi ni kuacha kuitumia Qur'an. Kwa hiyo Ali, wewe ni kiongozi na tumekuita hapa wewe sasa hivi uchukue himma tunaalia kwa ajili ya kuwaleta mbele ya mahakama watu waliomuua Uthman wahukumiwe na wao vile vile. Ali ibn Abi Talib akamwambia, laqad raaitu ma raaituma, hilo mnaloliona nyinyi ndilo nililoliona mimi. Rai hiyo mlikuwa nayo nyinyi ndio nilikuwa nayo mimi. Lakini kwa sasa hivi jamani, mnaona faudha, mnaona hali ilivyo, na nipeni muda mpaka mambo yatakapotulia. Ali ibn Abi Talib anamwambia, yakitulia mambo kila kitu tutakipeleka mahala pake. Watu walomchukua Uthmani wakamua watahukumiwa kisheria. Kwa hiyo tulieni, na mambo yakitulia tutafanya kila kitu kiwe mahala pake. Lakini kulikuwa na baadhi ya watu kila wakiona Waislamu wamegombana kidogo, wao wanakwenda kuzidi kumwaga mafuta katika moto. Ilikuwa ni firqatun sabaiya. Kila wakiona Waislamu kidogo wamekorogana au wametupiana maneno, wao wanazidisha ule moto kuwaka. Kwa hiyo kulikuwa na vichocheo vingi tu ambavyo vinawaita Waislamu wagombane kila baada ya siku, wazidi katika magombano yao. Talha na Zubair baada ya muda mchache wakamwomba Ali waondoke kwenda kufanya umra. Wakamwambia Amirul Mu'minin Ali, tunakuomba twende tukafanya umra. Ali akawatizama akasema, wallahi ma aradtuma bil umra wa inma aradtuma bil ghudra. Akamwambia, mimi ninachohisi lengo lenu sio umra, lakini lengo lenu ni ghudra. Maana yake lengo lenu ni vitimbi, mnataka kufanya vitimbi, lakini nendeni. Talha na Zubairi wakaondoka kuelekea Makkah. Kule Makkah wakaonana na Sayyida Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Sayyida Aisha akauliza, nini habari za Madina? Akaambiwa, kutila Uthman ibn Affan. Kisha nini imekuwa? Buya Ali ibn Abi Talib. Sayyida Aisha akahamaki sana kwa kuwa Uthman kauawa na Ali kabaiwa, na Sayyidina Ali hakuchukua kisasi dhidi ya watu waliomuua Ali au Uthman mpaka sasa hivi. Kwa hiyo Aisha akatengeza organization ya yeye na Talha na Zubair kwamba wao ni watu watakao kwenda kuchukua kisasi dhidi ya wale waliomuua Sayyidina Uthman ibn Affan. Kule kukaanza fikra, wakawa ni wenye kupatana katika mazungumzo Sayyidina Talha na Zubair na Aisha. Wakaamua waondoke waende zao Basra. Kule Basra wapate watu zaidi ambao watakubaliana nao katika fikra zao za kulipiza kisasi dhidi ya katalati Uthman. Kwa hiyo wakafunga safari, watu watatu hawa wakaelekea zao Iraq katika mji wa Basra. Kule kabla hawajafika huku, Sayyiduna Ali ibn Abi Talib akaona kwamba kuna mawali au viongozi ambao kawaeka Uthman. Hawa viongozi, mimi sasa hivi nimekuwa kiongozi mkuu au Amirul Mu'minin, na wao bado wameshikilia ngazi zao. Kwa hiyo miongoni mwa malengo yangu sasa hivi, walokuwa ni viongozi wakati wa Uthman wote na waondoa, wote wanauzuliwa. Kenda sahaba mmoja anaitwa Mughira ibn Shu'bah akamwambia, sasa Sayyidina Ali unatafuta matatizo zaidi, mimi nakupa nasiha yangu, viongozi wote waliowekwa na Sayyidina Uthman waache pale pale, usiondoe hata mmoja mpaka utakapoona kwamba bai'a imeingia sasa katika miji midogo midogo,
na watu wote wamekubali kwamba wewe ni khalifa, hapo sasa utachukua uamuzi wa kuwauzulu viongozi wengine. Lakini bai'a sasa hivi haikuwa isipokuwa katika mji wa Madina tu, watu wa Madina peke yake, na sio wote walokubali. Sasa unataka kumuondoa kiongozi wa Misri, umuondoe kiongozi wa Kufa, umuondoe kiongozi wa Basra, umuondoe kiongozi wa Yemen, umuondoe kiongozi wa Syria ambaye ni Muawiya. Huoni kwamba hili litaleta matatizo zaidi? Mughira ibn Shu'ba anamwambia Ali ibn Abi Talib, na wale wanaosema kwamba wewe umeshiriki katika kumua Uthman watazidi kujenga big question mark, kuona kwa nini na Ali baada ya kuingia tu katika utawala kawaondoa viongozi wote waliokuwa na Saidina Uthman. Na Ali hakutaka kuanza kazi pamoja na hawa watu waliokuwa wakati wa Saidina Uthman, ikabidi aanze mikakati ya kutaka kuwaondoa. Mughira ibn Shu'ba alipompa nasiha hii, akaonekana Saidina Ali kwamba hakubaliani kabisa na nasiha ya Mughira. Baadaye akaingia sahaba mwingine Abdullah ibn Abbas ambaye ni jamaa wa bwana Saidina Ali, akamwambia rai alokupa Mughira ibn Shu'ba na mimi ndo rai yangu vile vile, muache Muawiya Sham na waache wengine wote walotawalishwa na Uthman katika miji yao mpaka utakapokuja bai'atu sughra katika Amsar, hapo ndipo utakapochukua hatua baadaye. Sasa hivi waachie. Jibu lake Ali ilikuwa ni kusema la u'ti daniyata lidini, siwezi kutoa ruksa kwa unyonge kuingia katika dini yangu, siwezi kupeana ruksa kwa unyonge uingie katika dini, ili nililoamua ndilo nitakalolifanya. Bas Abdullah ibn Abbas alipomuona kwamba hali ndo ile ile, basi siku ya pili akarudi Mughira ibn Shu'ba. Mughira ibn Shu'ba akabadilisha rai alipoona kwamba Ali hakuridhika na rai yake ya jana, akamuafiki, akamwambia ni rai nzuri ya kuwaondoa, kwani ukiwaondoa hawa wengine watapata funzo na wengi watakuja katika bai'a. Kwa hiyo jana kampa nasiha, leo kakubaliana na rai yake. Abdullah ibn Abbas akamwambia Mughira ibn Shu'ba, jana ulimpa nasiha Ali, lakini leo faqad ghashaitahu, umemdanganya. Nasiha ya jana ilikuwa nasiha, leo umetumia ujanja. Kwa hiyo tuwe ni wenye kumsihi asiwaondoe katika utawala, wabakie pale pale. Lakini Ali hakukubaliana na fikra zile, akaunda katiba mpya, akaunda viongozi wapya, akawachagua kwenda kuwaeka katika sehemu zile. Akamuita kijana anaitwa Uthman ibn Hanif, akamwambia wewe utakuwa kiongozi wa Basra. Uthman ibn Hanif akachaguliwa kwamba atapelekwa awe ndi kiongozi katika mji wa Basra, Iraq. Akamuita na ndugu yake Uthman ibn Hanif anaitwa Sahlu ibn Hanif, akamwambia wewe kutoka leo tutakuchagua ni kiongozi katika mji wa Sham, Syria. Akamuita Ubaidillah ibn Abbas, ndugu yake Abdullah ibn Abbas, akamwambia anta wali, wewe kutoka leo mara moja unaanza kutumika kama kiongozi wa Yaman, utapelekwa Yemen. Na huko kote kuna viongozi bado wale wanauzuliwa alafu wanapelekwa hao. Akamuita na kiongozi mwingine anaitwa Imara ibn Shihab, akamwambia wewe wali al-Kufa, utapelekwa Kufa, mji wa Kufa. Kisha mwisho alikuwa Qais ibn Sa'd ibn Ubada, akamwambia wewe utakwenda Misri. Kwa hiyo miji yote hii mikubwa kishachaguliwa viongozi wengine, wale viongozi waliowaika Saidina Uthman wote akawauzulu. Sasa piga picha yako, lete manake fikra zako, Muawiya ibn Abi Sufyan apate barua kutoka kwa Ali ibn Abi Talib kwamba wewe umeuzuliwa, sio kiongozi tena. Itatokea nini? Wakati Muawiya aliposikia kwamba Ali ibn Abi Talib kisha tawazo kwa kiongozi, ye alikataa kumbai kwa sababu tatu. Akasema kwanza, anatuhumiwa, namtuhumu kama Ali alikuwa na msaada fulani katika kuuawa kwa Uthman ibn Affan. Kisha jambo la pili, anaona kwamba Muawiya, kwa nini Ali ibn Abi Talib katika jeshi lake wapo watu waliomuua Uthman ibn Affan na ikawakaribisha, wapo pamoja naye. Tena jambo la tatu, wawili hawa Ali na Muawiya ilikuwa hakuna coordination nzuri kati yao, insijam
halikuwa hakuna insijam, yani ule uzuri wa watu walikuwa marafiki, alikuwa hakuna urafiki huo. Kwa hiyo sababu hizi zilimfanya Muawiya kukuwa na sababu ya kutombai Sayyidina Ali ibn Abi Talib katika utawala wake. Kwanza, hakuna usuhuba huo. Pili, ni mtu ambaye anamtuhumu kwamba pengine kulikuwa na kitu kimoja au kingine katika msaada wa kuuawa kwa Sayyidina Uthman. Tatu, mbona jeshi la watu waliomuua Uthman limeingia, baadhi ya watu wako katika jeshi la Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo hizi ni sababu tatu alizokuwa akiziona Muawiya kwamba hawezi yeye kumbaya Ali ibn Abi Talib. Sasa viongozi hawa wakatawanywa. Uthman ibn Hanif akaenda zake Basra, na kule Basra akaweza kuingia bila ya matatizo yoyote, lakini kukawa na watu aina mbili. Kuna kundi likamkubali na kuna kundi likamwambia sisi hatukubaliani na fikra zako mpaka watu waliomuua Uthman wachukuliwe kisasi, wauawe. Ikawa kuna makundi mawili Basra. Ama ndugu yake Uthman ibn Hanif ambaye Sahl ibn Hanif alipelekwa Syria ambako yuko Muawiya, alipofika njiani tu akawakuta watu. Wale watu wakamuuliza, aina turid, wewe unakwenda wapi? Akasema, amirukum fi Sham, nimetangazwa kuwa kiongozi wenu mpya huko Syria. Basi wale watu wakamwambia, idha kana Uthman ibn Affan qad arsalak fahayya hala, yani kama Uthman ndo alokutuma uwe kiongozi wetu mpya, basi karibu. Kama sio Uthman alokutuma, farji min haythu atait, rudi kule kule ulikotoka. Kama Uthman kakutuma tunakukaribisha, kama Uthman hajakutuma, umetumwa na mtu mwingine, rudi ulikotoka. Ile akawauliza, awama sami'tum ma hadath, nyi hamkusikia alotokea? Hamjui kama Uthman kisha kufa na hivi na hivi? Wale wakamwambia, tushasikia kama Uthman kafa, tunajua kila kitu, lakini kama yeye ndo kakutuma uje huku, basi karibu. Basi alipoyaona yale akageuza njia. Sahl ibn Hanif akarudi zake kwa Ali ibn Abi Talib, akampa habari zile kwamba kule kuna mambo haya. Ikabidi hakwenda Sham, ikabakia yule watatu waliopelekwa Kufa ambaye anaitwa Imara ibn Shihab. Imara ibn Shihab alipofika njiani akampata bwana mmoja anaitwa Tulaiha al-Asadi, Tulaiha ibn Khuwailid. Akamwambia, sikiliza, inna ahla al-Kufa la yuriduna badilan an amirihim, watu wa Kufa wanasema hawataki kiongozi mwingine badala ya kiongozi waliokuwa nayo. Kwa hiyo sisi tunakuambia tunataka damu ya Uthman ilipwe, waud ila al-Madina, na tunakuomba urudi zako pole pole Madina, wa illa darabna unuqak, na kama hutaki tutakukata shingo yako. Akageuza njia Shihab, akarudi zake Madina. Sasa wawili wakarudi, mmoja kafika Basra, lakini hakuwa na watu wote 100% kwamba wamemkubali. Alikuwa na watu nusu, wengine wamemkubali, wengine hawajamkubali. Yule alotumwa kwenda Yemen alikuwa Ubaidillah ibn Abbas, ndugu yake Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Huyu alifika mpaka Yemen kwa sababu yule kiongozi wa Yemen aliposikia habari hizi alichukua mali zote za Yemen, akazichukua akaenda nazo Makka, akaiacha Yemen. Yule akaingia bila matatizo yoyote, akawa kiongozi katika nchi ya Yemen. Kwa hiyo hakupata matatizo. Ubaidillah ibn Abbas kaingia Yemen. Yule watano alikuwa alikuwa Qaisu ibn Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu, akaingia zake Misri. Katikati ya njia watu wa Misri wakamkaribisha, lakini nao wakagawanyika katika sehemu mbili kama walivyogawanyika watu wa Basra. Ikabidi qaumun ma'ahum wa qaumun alaihim, ikawa kuna watu wengine wako pamoja naye, wengine wanasema la, mpaka Uthman damu yake ilipwe. Kwa hiyo hapa ndipo ilipofika stage ya wale walotumwa na Sayyidina Ali kwamba ni viongozi wapya. Ali ibn Abi Talib akaletewa zile habari kwa wale viongozi ambao hawakukubalika Syria, Kufa na nchi nyingine ambazo kuna makundi. Ikabidi sasa anafikiria nifanye nini? Hawa watu lazima wapigwe vita. Kwa sababu kwa nini wanakataa kumvoti amir, na ni wajibu wa Islamu kumvoti amiri wao? Akaona kwamba wametoka katika taa na dawa yao kubwa ni kupigwa vita.
Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib akaandaa jeshi kwa ajili ya kwenda kupigana na Muawiya. Jeshi likaundwa na watu wakawa tayari kwa ajili ya kwenda Syria, kwenda kuwatwi. Lengo kubwa la mwanzo ilikuwa sio vita, ilikuwa ni kwenda kuwaomba wale watu waingie katika taa. Na wanachuoni wa history wote wakieleza vitabu vyao, mmesoma baadhi ya vitabu vya history, wanaonesha kwamba Ali ibn Abi Talib hakuwa na njama ya vita kivita, bali alikuwa na njama ya kwenda kwa ajili ya kuwaita katika bai'a watu wote wapatane katika kilima kimoja. Lakini kwa kuwa ndani ya umma ule ule kulikuwa na wengine wanapenda ile Waislamu wakose njia, ikabidi kila jambo likionekana linataka kusuluhishwa linazidi kuharibiwa. Kwa hiyo jeshi la Ali likaanza mikakati ya kutaka kutoka kwenda Syria kwa ajili ya kumkabili Muawiya. Sasa limeshaamua jeshi kwamba tunatoka, halijatoka linasikia habari nyingine kutoka Basra kwamba Talha na Zubair na Sayyida Aisha wametoka Makkah wamekwenda Basra, na kule Basra wamepata umma mkubwa na wao wanataka kuja kulipiza kisasi dhidi ya watu waliomuua Uthman. Kwa hiyo sasa hivi Syria hakwendeki tena, kwa sababu walikuwa wanamuua Uthman wengineo wako pale pale katika nchi ya Madina. Ikabidi Ali ibn Abi Talib hawezi tena kwenda Syria, ende katika kukabiliana na jeshi la Talha na Zubair ibn al-Awwam na Sayyida Aisha ummul mu'minin kwa ajili ya kutaka kujua nini kinaendelea. Ikabidi likabadilisha njia, wakaenda zao mpaka Rabdha, wakifikiri watawapata njiani, wakifika wanaambia wameshapita wako Basra. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu akafika zake Basra, akamtuma sahaba anaitwa Qaqa ibn Amr. Qaqa ibn Amr alikuwa yuko katika jeshi la Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Akamwambia Qaqa ibn Amr, nenda kwa Sayyida Aisha ummul mu'minin, muulize nini lengo lake, anasema nini kiasi kwamba anataka kuja huku, tunasikia kuna jeshi na hivi na hivi, madha taqul, anasema nini ummul mu'minin. Qaqa ibn Amr akaja akamnadia, ya umma, ewe mama yangu, ma alladhi aqdamaki ila al-Basra, ni kitu gani kilichokufanya ufike Basra? Sayyida Aisha akamwambia, li islahin baina an-nas, kilichonileta hapa ni kusuluhisha baina ya watu wawe kitu kimoja, haki ipelekwe mahala pake na batili iondoshwe, ndio lengo langu lilokuja nalo hapa. Sasa akajua ummul mu'minin yuko pamoja na Talha na Zubair, akamwambia basi nakuomba niitie Talha na Zubair. Akaitwa Talha, akaitwa Zubair, akawaambia laqad sa'altu ummul mu'minin, nimemuuliza mama wa Waislamu, malladhi aqdamaki, kipi kilichokuleta hapa? Fa akhbaratni annaha ja'at li islahi baina an-nas, mama wa Waislamu kaniambia kwamba kaja hapa kusuluhisha kati ya watu. Sasa na nyie watu wawili Talha na Zubair, je, ndo lengo lenu hilo? Wale wakasema naam, lengo lake ndo lengo letu sisi. Sisi tunataka walomuua Uthman wachukuliwe kisasi, ndo lengo letu. Basi Qaqa ibn Amri akazungumza katika hutuba refu ambayo ilikuwa ina maana kwamba kama lengo lenu wauawe au wachukuliwe kisasi walomuua Uthman, na sisi vile vile ndo lengo letu, na kanituma Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo tumepatana katika kitu, wacheni utulivu uingie, bai'a ichukuliwe, amir awe kiongozi kwa wote, baadaye shughuli hizi zitekelezwe haraka sana. Kwa hiyo wakakubaliana Sayyida Aisha na Talha na Sayyidina Zubair ibn al-Awwam, wakakubaliana na Qaqa ibn Amr. Qaqa ibn Amr akapeleka salamu kwa Ali. Zubair na Talha wakamwambia nini Ali? Wakamwambia nini Qaqa? Wakamwambia in kana Aliyun jaa bima ji'ta bihi faqad ahsant, kama Ali kaja na habari kama ulokuja nayo wewe, sisi hatuna matatizo naye, mwambie aje tukae haya mambo tuyamalize haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo Qaqa ibn Amr akafurahi, akampelekea salamu Ali, akamwambia kumbe lengo lao wale wanataka hivi hivi hivi, ndivyo nilivyokuta mama wa Waislamu kaniambia hivi, na Talha na Zubair wamesema hivi. Kwa hiyo nimekuja kuleta salamu zako kwamba kama wewe umekuja na habari kama niloisema mimi, wao wako tayari, hawana matatizo yoyote.
Basi Ali ibn Abi Talib akaona tumefikia katika suluhisho, kwa hiyo kesho tutashuka twende tukae ana kwa ana tuyamalize matatizo haya. Sasa kesho haijafika, wale walomua Uthman wako katika society ya Waislamu, wakakaa kitako wakafikiri, wakasema jamani, kesho watu wakipatana, mapatano yao yote ilikuwa shida kubwa kwetu sisi, kwa sababu wakishapatana tu watatafuta walomua Uthman wako wapi, na ndo sisi. Kwa hiyo jamani, watu kesho fanyeni bidii yenu yote, lakini wasipatane, kwa sababu kupatana kwao ni shari kwetu sisi. Kwa hiyo fanyeni vyovyote itakavyokuwa, watu wakikutana tu fanashibu alqital, nye washeni moto wa vita, watu wapigane. Ali na Talha na Zubair watashughulika na vita, wataliacha suala la kuchukua kisasi, tutaokoka. Kama mtawaacha wakapatana watu hawa, dhiki kubwa tunaipata sisi. Hii ikawa ndo rai yao. Kwa hiyo wakapanga mikakati kumpelekea Ali uchochezi, na huku kwa Talha ikiulizana inaonekana watu wote sasa hivi wako ready na vita. Ali akafikiria katikisa kichwa akasema, wallahi nimejua kwamba Talha na Zubair hawataacha jambo hili mpaka mwisho damu imwagike. Na Talha na Zubair nao wanatikisa vichwa wanasema, tumejua Ali haliachi jambo hili mpaka damu imwagike, kwa sababu ya fitna zilivyopenetrate zikaingia huku na huku, watu wakagombanishwa. Sayyida Aisha alikuwa katika ngamia mkubwa, walimpa jina wanamuita Askar, ikawa anakwenda juu ya ngamia yule. Vita vikachochewa mpaka vikaiva, ikabidi sasa ni upanga uliosimama kati ya Waislamu, kati ya huku na kule, wote wakiwaona wenzi wao kwamba hawa wako katika wrong side na sisi tumekuja kuwasuluhisha, warudi huku kwetu, la sivyo tunawapunish Waislamu hawa. Na wale wakasimama wakaanza kupigana. Waislamu vilikuwa ni vita vikubwa. Sayyida Aisha upande huu, na Talha na Zubair, na Sayyidina Ali upande huu, na Qaqa ibn Amr, na Sayyidina Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Nimesema kwamba katika sira hii unapoizungumza kuna uzito mkubwa, kwa sababu face to face kati ya sahaba wakubwa waliokuwepo wakati wa Mtume, wawe wote wamekabiliana kama adui na Muislamu, wakati wote ni Waislamu. Sayyiduna Talha ibn Zubair na Sayyiduna Zubair ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaidillah na Zubair ibn al-Awwam na Aisha upande huu. Ammar ibn Yasir ilikuwa kaambiwa maneno kutoka zamani na Mtume, kaambiwa na Mtume, ya Ammar sataqtuluka alfi'atu albaghiya, Ammar wewe utakuja kuuawa na kundi lilokuwa na kosa. Ina maana kutakuja watu watateta, watagombana, lakini kuna watu watakuwa na makosa, watakuua wewe. Sasa Zubair ibn al-Awwam alikuwa anaijua hadithi hii. Alipokuja akamwona Ammar ibn Yasir yuko katika kundi la Ali ibn Abi Talib, akaikumbuka hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe utauawa na kundi lilokuwa lina makosa. Ikawa anataka kukwepa vile vita, asiingie katika kundi lilokuwa na makosa. Ikabidi aondoke katika manake katika sahatul maaraka, akajificha, akaondoka Zubair ibn al-Awwam. Lakini mwanawe Abdullah ibn Zubair akamvuta, akamwambia, baba, umewakusanya watu wote hawa, sasa unataka kuwakimbia uache peke yao? Akamwambia, la, nimekumbuka mambo. Na Sayyidina Ali alipoonana na Zubair kamkumbusha na mambo mengine. Akamwambia Zubair, kumbuka tulipokuwa na Mtume pamoja, tukafika katika sehemu fulani, Mtume akatabasam na mimi nikacheka, wewe ukasema neno. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakwambia, innaka, wewe Zubair, la tuqatilannahu, utampiga vita Ali, wa anta lahu zalimun, na wewe ni mkosa katika matatizo hayo. Alikwambia Mtume hivyo, kumbuka. Akasema, nimekumbuka, na lau kungekuwa na mtu wa kunikumbusha habari hizi basi nisingefika hapa. Kwa hiyo haya yote aliyajua Zubair ibn al-Awwam mwisho kwamba sasa hivi vita karibu vitaanza, anakumbushwa haya anayajua, lakini vichochezi bado watu wanamvuta. Akasema, wallahi la uqatiluhu, na
hapa sitompiga vita Ali kwa vigezo hivi. Mimi nimeshatoa kiapo siwezi kuingia katika vita. Watu wakamshawishi kumwambia, viapo bwana unaweza kutoa kafara. Kafir, toa kafara la kiapo chako. Anasema Muhammadur Ridha katika kitabu chake, akatoa kafara la mtumwa akamwacha huru. Ikaendelea matatizo makubwa kati ya Waislamu. Vile vile Sayyida Aisha alikumbushwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokuwa Mtume kakaa na wake zake, akawaambia, kuna mmoja katika wake zangu atapigana vita na atakuwa mkosa. Atafika sehemu katika kilabul hauba, au kuna mbwa watabweka. Wakibweka mbwa hapo wajijue kwamba ndio yeye. Na Sayyida Aisha alipokuwa katika ngamia wake siku zile anakwenda, alifika katika sehemu ile, mbwa akaanza kubweka, akapiga matumbo ya ngamia wake akisema, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mtume alikuwa akisema maneno haya, na ndio mimi alionisema, manasema ruduni, niregesheni nyumbani. Ndio mimi alikuwa anakusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwingine akamwambia, la, sio hapa alipokuwa anakusudia Mtume, wala mbwa hao sio mbwa hawa, twende. Yani fitna itakapokabili itakuwa haina macho. Ni fitna kubwa mno ile wakabili Waislamu wakati. Sayyida Aisha kaendelea na mwendo wake. Kwa hiyo wapo Basra, vita vinaonekana sasa viko karibu kuanza. Zubair ibn al-Awwam alipokuwa anajitenga na vita vile, lakini akaingia kijana mmoja akammaliza. Kauawa Zubair katika vita hivi. Kaja na khinjari kampiga, ambapo mwenyewe alikuwa anataka kuokoka, aondoke kutokana na vile alivyojua na dalili zote alizopewa, asiingie katika vita hivi. Lakini qatalatu Uthman, na watu walikuwa wanataka watu wazidi kugombana, wakabidi kufanya haraka kumuua Zubair ili vita vizidi kupamba moto. Zubair ibn al-Awwam akauawa katika vita hivi. Kisha alomua Zubair akarudi kwa Ali, ana furaha, anasema, ya Ali, laqad qataltu Zubair, nimeshamaliza Zubair, nimeshamuua. Ali akasema, bashirhu bin nar, mbashirieni qatil Zubair, mbashirieni moto. Unamuua Zubair alafu unafurahi? Bashiru qatil Zubair bin nar, mbashirieni muuaji wa Zubair kwa moto. Yule bwana akawa disappointed, amekuja na furaha, ataona Ali atafurahi kwa kuuawa kwa Zubair, anamwambia bashiruhu bin nar, bashirieni moto. Zubair ibn al-Awwam kuuawa kwake haikuwa mwisho, akauawa Talha ibn Ubaidillah katika vita hivi. Talha ibn Ubaidillah kuuawa kwake vile vile pamoja. Zubair aliuawa, karibu auawe na mwanawe Abdullah ibn Zubair vile vile, lakini Talha aliuawa yeye pamoja na mwanawe Muhammad ibn Talha ibn Ubaidillah, wote wawili, mtu na mwanawe, wakafa katika vita hivi. Vita vikaanza sasa vya jumuiya, watu kwa watu wote wakaanza kupigana, atakayempata tena Muislamu yoyote, watu wanapigana, hawajui kabisa manake kwamba wao wote ni ndugu. Vita vikaanza, ikawa watu wako mbele ya ngamia wa Sayyida Aisha, hawataki ngamia yule apatikane na jambo lolote baya. Ikawa watu wako mbele, wanasema yaludhuna anil jamal, wanamkinga ngamia yule asipatikane na madhara. Kwa hiyo wale waliokuwa wanamkinga ngamia na madhara, wale waliuawa wengi sana, mpaka Ali akawa anachukizwa kuona watu wanakufa kama mfano wa majani ya mti yanavyoanguka. Akanadi Ali, kwa kuwa anataka kuondosha vifo vile, akasema, auqurul jamal, mkateni miguu ngamia. Sayyida Aisha yuko juu ya ngamia ambaye yuko ndani ya haudaj. Ngamia kakatwa miguu. Alipokatwa miguu ngamia, haudaji ikaanguka, ika roll kama mpira. Ndani yuko Sayyida Aisha. Akaenda na ndugu yake anaitwa Abdurrahman ibn Abi Bakr, anaitwa Muhammad ibn Abi Bakr, na mwingine alikuwa ni Ammar ibn Yasir. Akaenda akamchukua dada yake, akamwambia, dadangu mpenzi, unafanya nini? Akamwambia, we kwanza umemuasi ndugu yako. Ikawa kati yake na wanagombana pale. Ammar ibn Yasir akamwambia, ya ummul mu'minin, ewe mama wa Kiislamu, kaifa raaita, umeona vipi mapigo ulikuwa unawapiga watoto wako? Unaonaje mama anapompiga mtoto wake? Aisha akasema kwa hasira, lastu lak bi ummi, mimi sio mama wako, mimi sio mama.
akamwambia bal anti ummi walau karihti, wewe ni mama yangu japo utakapochukia. Hivyo hivyo tu, wewe ni mama wa Waislamu. Alhasil akamchukua mke wa Mtume, dada yake akamchukua akampeleka katika sehemu amin. Waislamu walokufa katika vita vya Waqa'atul Jamal, na hivi ndivyo vita vinavyoitwa Waqa'atul Jamal, vita vya ngamia, na vimeitwa Waqa'atul Jamal kwa sababu ya ngamia alokuwa kambeba Sayyida Aisha. Walikufa Waislamu 10,000, walikufa Waislamu 10,000, nusu kutoka huku na nusu kutoka kule. Na walikufa katika watu 70 walikuwa ni qurra'il Qur'an, wasomi wakubwa wa Qur'an. Yani 10,000 sio mchezo. Katika Waqa'atul Jamal peke yake Ali ibn Abi Talib akawa anatazama sura za wale watu huku analia. Akaenda mpaka akaikuta sura ya Talha ibn Ubaidillah, akawa anampangusa vumbi katika uso wake. Anasema laitani mitu qabla hadha al-yawm bi'20 sana. Akasema maneno, bora ningekuwa nimekufa kabla ya leo kwa miaka 20 iliyopita, nisije nikawa na matatizo kama haya, Waislamu kusimama kati ya Waislamu na kupigana vita. Talha ibn Ubaidillah na wengine akawakusanya. Angalia, amewakusanya Waislamu wote waliokufa pale, alafu Ali ibn Abi Talib akawasalia salatul janaza, baadaye wakazikwa. 10,000 wamemalizikia pale. Hivi nilikuwa ni vita vinaitwa Waqa'atul Jamal. Njoni katika wiki itakaokuja niwaeleze vita vingine kama hivi vinaitwa Waqa'atu as-Siffin, ambavyo ni baada ya Sayyidina Ali kuondoka hapa kuelekea zake Syria kwa ajili ya kukabiliana na Muawiya. Alhasil tunayataja haya sio kwamba Waislamu wagombane, sio kwamba kuzuke na fitna ndani yake. Tunayataja hao Waislamu wakute kwamba mwanzo watu walipata shida kubwa, lakini baadaye shida hizi ziliondoka, na baada ya kuondoka watu wakawa kitu kimoja, watu wakarudi katika hali yao. Kwa hiyo isije tena historia ikajirudia, Waislamu wakafanya makosa kama walivyofanya makosa kabla ya hapo, wakarudi katika matatizo na mambo yakawa mabaya. Watu kila wakisoma historia wanajua hali hizi, palipokuwa na matatizo wanaipuka na wanabadilisha. Kwa hiyo insha Allah taala wiki itakayofuata tutaleta habari nyingine ambayo itakuwa ni Waqa'atu Siffin na Sayyiduna Ali ibn Abi Talib vipi alipomaliza ukhalifa wake, na baadaye tutaangalia nini cha kuzungumzia. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a wa la'allaha sa'at al-ijabah an tansura al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma akhdhul al-kafarata wal mubtadi'a wal mushrikin. Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma shattit shamla اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد، واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، واكتب